mshukuru Mungu. Kwa kile kidogo umefanyiwa, mshukuru Mungu. Kwa ile kidogo umefanyiwa, ambia Mungu asante. Sababu mahali imefika saa hii, ni siku ngapi tumekuwa tunalia ni kwa sababu ya vyombo? Ni siku mingi. Na mahali imefika ni wakati wetu wa kuambia Mungu ni asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu tulikuwa na watu wengine huku, na ikawa tuko na program. Vile tunapanga pesa, vile tutatoa ndio tununue vyombo. Lakini kwa sababu ya hiyo ikasindikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kupitia kwa hiyo njia watu wengi wakatoroka kanisani. Lakini nao kuna masiku ziko na pale nyuma, baba yetu aliwahi kuja akasema, anaomba Mungu tu ampe watu wanaoelewa huduma, wanaoelewa kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapo hii ni kitu tumefanya na miezi 2 ama miezi 3. Bwana Yesu tukuzwe. Amen. Na hiyo last time, hata ukiangalia kwa hii kitabu ya Target, hayo chairman alikuwa anaipitia. Ni kitu tulikuwa tumeanza, lakini tukapewa wakati wa mwaka. Unaambiwa kwa kila mwezi toa 1000. Kitambo tufike mwezi wa 10 ama kitambo tufike December, utakuwa umekamilisha your 10000. Kulingana na vile tulikuwa tumejipanga. Na vile watu walikuwa ni wachache kanisani. Na tukajua kama tuko watu 10, hapo tutapata 100,000. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mahali imefika, tumeona mkono wa Mungu. Bwana Yesu atukuzwe. Mahali imefika ni wakati wetu wa kuambia Mungu asante. Mahali imefika ni wakati wa kuambia Mungu unastahili. Yes. Ni kwa sababu gani? Hii ni kitu tumefanya na masiku machache na tumeona matunda yake. Yes. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Na ndio maana Paulo anauliza Timotheo, kutembelea kwa imani ya nyanya yako Loisi, na kupitia kwa mama yako Eunike. Bwana Yesu atukuzwe. Yaani alikuwa anamtia nguvu. Ni kwa sababu ya ile imani ilikuwa na nyanya yake. Kupitia ile imani ilikuwa na mama yake. Na tena anamtia nguvu sana. Anamwambia ni kwa sababu ya kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu atukuzwe. Na wewe na mimi tunapitia katika imani ya nani? Wewe na mimi inafaa tufanyie Mungu kazi kiasi gani? Ndio ikuje julikane fulani amenuka ni kwa sababu ya huyo mtu. Bwana Yesu atukuzwe. Lakini nayo shida ni moja tu. Tukisikia kazi ya Mungu tunaepa. Tukisikia kazi ya Mungu tunapitia kwa hii kona. Lakini Mungu akikubariki, anakubariki wewe pekee yako. Bwana Yesu atukuzwe. Lakini nakutia nguvu nikikwambia fanya kazi ya Mungu vile Mungu amekuita. Na tuzingatie kufanya kazi ya Mungu kama Paulo. Bwana Yesu atukuzwe. Sababu ukiangalia on Sunday tulikuwa na mafundisho hapa. Na ndio maana Paulo anasema mimi nimejitolea kuwa mfungwa. Ni kwa sababu ya mataifa. Na mimi nisimame tu niseme na mimi nimejitolea kuwa mfungwa. Ni kwa sababu ya kanisa. Ni kwa sababu ya taifa. Ni kwa sababu ya mtu pale nje. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi nifanye hiyo kazi leo tu. Nifanye kazi ya Mungu hadi kuendelea. Na ni kwa nini kila wakati ukisoma kuanzia kitabu cha Matendo ya Mitume ikienda mbele lazima upate Paulo pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila kitabu lazima upate Paulo. Ni kwa sababu ya vile aliwahi jitolea. Nikikumbuka siku nyingine nilikuwa na mafundisho hapa kuwa kama mtume. Na ni vile Paulo na Sila walikuwa wamefungwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baadaye wakakuja wakafahamu hawa ni watu hawana masomo. Lakini walikuwa na Yesu ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya kazi ya Mungu jitolee. Na useme mahali imefika. Kama Timotheo halikuwa anafuata imani ya watu wa kwao, ama imani ya mtu. Ni kwa nini na mimi nisisome Biblia na nifuate imani ya Paulo? Kuanzia kitabu ya Matendo ya Mitume ikisonga lazima upate Paulo pale. Na ni lazima upate matunda ya Paulo. Bwana Yesu atukuzwe. Na ndio maana utakuja itafika mahali utaona mafanikio. Utaona baraka. Utaona vile Mungu atakuinua.
ni kwa sababu hufanyi kazi ya Mungu ni kwa sababu ya kusikia watu. Haufanyi kazi ya Mungu ni kwa sababu ya kusukumwa. Haufanyi kazi ya Mungu ni kwa sababu ya kulazimishwa. Yaani wewe umejitolea kuwa mtumwa. Kazi ya Mungu lazima tuifanye. Na mimi sitakuwekea lazima ya mwanadamu. Jitolee wewe mwenyewe. Useme kama watu tulipangwa hii kwa sababu ya kununua vyombo. Na mimi nitatoa hii, nitoa hii, mwenzangu akitoa hii, ni kwa sababu mimi ni mtumwa. Mimi ni mfungwa wa Kristo. Usikuwe mfungwa wa kanisa. Usikuwe mfungwa wa pastor. Usikuwe mfungwa wa chairman. Usikuwe mfungwa wa chairlady, lakini kuwa mfungwa wa Kristo. Lakini siku ile na wewe utamwomba Mungu. Na umwambie Mungu, kuna wakati vyombo zilikuwa zinatolewa kanisani na mimi nikajitoa na hii. Mungu, kuna wakati kulikuwa kunafanyika hii kanisani na mimi nikafanya hii. Mungu, kwa hili jambo nataka na mimi nikuone. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Umekuwa mfungwa. Umefunganishwa na Kristo. Umeunganika na Kristo. Umekuwa mtumwa wa Kristo. Na kwa kila chapter lazima uonekane kama Paulo. Kama Paulo anaonekana katika Matendo ya Mitume, anaonekana katika Wakolosai, anaonekana katika Waefeso, anaonekana katika Wakorintho, anaonekana katika Filipi. Ni kwa nini na mimi nisionekane kila mahali? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya kuwa mtumwa wa Kristo. Kuwa mfungwa wa Kristo kila mahali. Ndio nayo kazi ya Mungu hinuke. Ndio naye Mungu saini unamkumbusha. Unamwambia Mungu, kuna kitu ninaikufanyia hii, na wewe nataka unifanyie hii. Naye Mungu atakujibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiendelea mstari wa 8. Basi usione haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usione haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadri ya nguvu za Mungu. Usione haya ni kwa sababu ya Kristo. Usione haya ni kwa sababu ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya hii Injili. Mahali inatangazwa kuwa pale. Mahali kazi ya Mungu inafanya kuwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio maana tusione haya. Vyombo zetu tumetoa. Yaani pesa zetu tumetoa. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tumetoa, ndio hii keyboard ikae hapa. Lazima tutoke pale nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii speaker tumetoa na sisi itakuwa inangurumia hapa. Lazima tuitoe pale nje. Yes. Na tutaionea haya Injili ya Bwana. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tutangaze. Yes. Hata kwa wale waliwahi sema utakaa hapo, hatutakaa pale. Bwana Yesu asifiwe. Mahali tulikuwa tunaenda kuomba vyombo, watakuja na kusikiza ile Injili. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu tulikuwa tunanyimwa keyboard, tulikuwa tunanyimwa speaker na speaker na mixer. Lakini siku ile watakuja, watapata tuko na speaker 2 ama 3 plus keyboard. 3. Na keyboard iko. Na hadi sasa tunachukuliwa video. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hatuoni haya ni kwa sababu ya Injili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kupitia kwa imani. Kupitia kwa kufanya kazi ya Mungu. Lakini nikionea haya na niseme mahali imefika mimi sitaweza. Hata wewe ukiomba Mungu atakwambia na mimi sitaweza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiambia Mungu nitie nguvu. Nataka nikue kwa hii group. Hii ingine nataka nikue pale. Kwa hii ingine nataka nikue pale. Naye Mungu atakutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kama ungetoa hiyo 100 ulitoa, baba yetu na chairman wangekunywa hiyo maji wapi? Bwana. Wangekunywa hiyo maji wapi? Si wangechukua tu ile pesa ya vyombo. Na mahesabu inaenda kama inateremu. Lakini kwa sababu ulitoa hiyo 100, walikunywa hiyo maji. Na jua ilikuwa imewaka. Na kiu yao ikaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na hatuoni haya kusema haya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya kupitia kwa imani. Kwa hivyo nakutia imani siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mtu wa imani. Ukisikia hii ni kazi ya Mungu inafanya, fanya. Ukitoa shilingi 1 kuna mahali itafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoa 10 kuna mahali itafanya kazi. Mwingine akitoa 10 yake kuna mahali nayo itafanya kazi. Sababu
Sharon, vile ulikuwa mahali ulikuwa huko, kama ungekuwa na hii pesa yenye tumetoa, ingekuwa sasa imebaki balance. Si ni kweli? Yes. Inafaa na wewe ukifanya kitu kibaki na balance. Bwana Yesu asifiwe. Na tungekuwa tunafanya vile pastor alikuwa anatuambia siku nyingine. Waliwaenda kununua vyombo, lakini ikawa nataka hii na pesa haitoshi. Lakini ikafika mahali wakaanza kupigia watu simu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuna mtu alipigiwa simu. Pesa yetu ilibaki. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya ile 10 ulitoa, ile mbao ulitoa, ile 50 ulitoa, na hiyo ni kitu ya kumshukuru Mungu. Ni kwa sababu ya kupitia kwa hiyo imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu umekuwa mtumwa, umekuwa mfungwa, umekuwa kwa kila njambo unapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Najua tuko na kia kufanya kazi ya Mungu, tuko na tamaa, lakini ni ile mapato yetu iko chini. Lakini jiaminie ukitoka hapa na umwambie Mungu, mahali imefika sababu tumeanza kuona mazao. Mungu na wewe tujalie, tutie nguvu, nipe 10, nipe 20 ya kufanya kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa kama Paulo, kuwa kama mtumwa, kuwa kama mfungwa, kwa kila mahali unapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kwa Waefeso unapatikana, kwa Filipi unapatikana, kwa Timotheo unapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atatubariki sana. Tufike hapo. Amen. Asante. Piga Bwana Yesu na makofi. Wewe uparigana Efeso, Filipian, Korintho, huko uparigana. Bwana Yesu asifiwe. Piga serikali ya makofi. Bwana Yesu na makofi. Hallelujah. Amen. Tuseme nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Listen to this. Be courageous in the Lord, and everything you are praying today, you should receive it from the glory of the living God. Bwana Yesu asifiwe. So kwa hivyo Mungu amana abariki na abariki. Piga mwalimu wetu makofi mazuri. Ametupatia injili nzuri tamu sana ambayo naipenda. Wacha Mungu akaweze kututia nguvu. Na kwamba katika karama ya Mungu kila mtu anahusika. Amen. Husika tu kwa karama ya Mungu. Ambaye jirani yako karama ya Mungu tu ni ya kuhusika kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua tunataka tufanye injili, na hii injili Paulo ametuambia kwamba tusiionea haya. Jina la Bwana barikiwe. Mwimbaji akasema kwamba sitalionea haya injili ya Bwana. Ikiwa pastor anaenda kuhubiri prison, anahubiri injili na watu wanafunguliwa, hata na wewe utahubiri. I remember kuna siku nilikuwa nahubiri Kitengela kwa barabara, na nilikuwa na kapambo kingine nilipeana kwa funda nitengeneza, kalikuwa kameharibika kidogo, kida kapenda sana. Kapambo nilikuwa na speaker nyingine ya 12 inch pale Kitengela. Nilikuwa natandika injili kwa masoko, mimi natandika tu, mimi sitakujua. Nadhani nilikuwa naenda saa 4 na sikuwa naitisha kadhalika. Hati sasa natandika tu injili. Naambia Yesu watu vile Yesu Kristo ni mkuu, vile Yesu Kristo kubadilisha watu. Bwana asifiwe. Sasa hiyo ubiri tena jioni uende ulale njaa. Hallelujah. Mimi nasikianga tu saa zingine kutingisha nyinyi kichwa. Bwana asifiwe. Unafika jioni Juliet hata huna kitu ya kukula. Hata mwenye amesema tu pasa chukua hii 50 ununue mandizi, hakuna. Na yenyewe ningeitisha ningepewa, sio? Lakini nilikuwa natesa mwili wangu, natesa nafsi yangu kwa sababu ya Kristo Yesu. To me to reach where am I today is not siku jambo nikaingia hapa. Bwana asifiwe. Siku jambo nikaingia hapa. Kipindi cha uinjilisti ni kigumu. Bwana asifiwe. Watu wajuangi. Kuna mzee mnamuonanga hapa na Biblia. Na ana maiki. Yesu anasema kujeni kwa Yesu, yeye ndiye mwangaza. Wewe unayenisikia sauti hii siku ya leo, turn your way, come back to Jesus. Wewe unaona anafanya ujinga. Ako katika zamu vile Paulo alikuwa katika zamu.
Bwana asifiwe. Wewe umeokoka, umekaa na wokovu wako kwa nyumba, umepaka mafuta, umeifunika. Bwana asifiwe. Ambie funika wokovu wako kabisa. Funika wokovu wako. Mwambie funika na ndube. Funika na ndube. Alafu yetu unakaa na tu Bwana asifiwe, unakaa na. Let me tell you this, my dear brethren. We supposed to go out. The Bible says in the book of Mark chapter number 16 verse number 15. Maana inasema kwamba enendeni ulimwenguni mote mkawafanye kila kiumbe. Yaani wow. Unisomea hapo tu nimalize mimi. Unajua brother anaweza kunichukia. Haleluya. Piga Bwana sana nzuri makofi. Unajua huyu mtoto wangu anamchanga mambo polisi. Ni vile tu time imetuacha. Haleluya. Amen. Mark chapter number 16 verse number 15. I wish ningepata kwa Kiingereza ningefurahia. Soma hiyo good news kwa Kiingereza. Ama hiyo yako. Yako ni Kiswahili. Hii ni Gideon. Aha, soma Kiingereza hiyo. Oje tusikie Gideon. Gideon anasema nini? Marko 16:15 peke yake tu. 16:15. Sikia vile anasema. Fika mpaka 16. Inasema, then he said to them, go into the world and preach the good news. Preach the not the money gospel, preach the pure gospel to all creation. 16. Whoever believes and is baptized no, but this way will be saved. watakombolewa. Hapo ikiwa wataamini na kubatizwa wataokoka, watakombolewa. Sasa twende kule nje tukaambia watu Yesu anafungua, Yesu anabadilisha. Shida wewe unataka kuonekana na watu. Nje kuna watu hata mzee ukiweka hapa injili utaona ikiisha mwisho. They are fear even to testify what the Lord has done to them. Amen. Usionea haya injili ya Bwana. Be like Paul. Mimi nimekwambia wewe unasikia wewe. Mimi nasikia ndio mtu akifanyia mchezo injili nasikia tu si hasira mimi siku ngine hasira. Hii hasira niisha kitambo sana. Ningekuwa mtu hasira singetuona tu ujinga tunafanya hapa. Tu hasira yangu ilisha kitambo. Yesu alipona hasira yangu kitambo. Sasa mimi niko vile nilivyo. Ile kitu katabu inaingia vile Paulo ni Daudi aliona Mfilisti anatusi Israeli, anatusi jina la Mungu, akamwendea Sauli akamwambia, nipatie ruhusa ninyamazisha anayanyamazisha Mungu. Haleluya. Amen. Akakasirika. Maandiko yanasema kwamba ghadhabu ya Mungu ikaingia ndani ya Daudi. Mwanzo sivyo? Akaenda mbele ya Bwana. Eliabu akasema kwamba wewe ndugu yangu utakufia kwa nini kwa vita. Akamwambia wewe rudi nyumbani. Daudi akasema kwamba my brother, you cannot understand what I have carried. So uelewi chenye nimebeba. Hauelewi chenye kinanisumbua. Kile kinachonisumbua ni kuona jina la Bwana linatusiwa. Haleluya. Amen. Wale wako TikTok kwa uchi pia una link. Una comment. Wamevaa uchi una comment, unaweka yes but. Na mtu hata na Mkristo ameokoka, ni uchungu sana kuona a believer, not only a Christian, a believer to fail to do things online like he's a crazy. Bwana sifu. Amen. Atakayeokoka atafanya nini? Atakayeamini ataokoka na kubatizwa. Bwana sifu. Amen. Hivyo ndivyo Paulo anatuambia. Na anasema kwamba hatujapewa roho ya uoga. Hapo ninanipendeza. Hatujapewa roho ya uoga. Bwana sifu. Amen. Kama ni kumfanyia Mungu kazi, mwanangu fanyia Mungu kazi. Usiangalie Brenda, usiangalie Pasa, usiangalie Juliet, usiangalie Chen, usiangalie Chairman, usiangalie Brenda, usiangalie Sharo, usiangalie Ruth, usiangalie Mercy, usiangalie Adani wala usiangalie mwalimu. Wewe fanya as your own and as your call. Bwana sifu. Amen. Fanya vile ninavyokupendeza kufanya. Mtu wa Mungu, wakati tunajua ya kwamba ni kwa nini tuko kanisani, tutaanza kufanyia Mungu kazi bila kusukuma wala kubebe. Don't be here with the moods. Ndio watu wanafanya kazi kwa sababu ya mood, ya Mungu kwa sababu ya mood. Waimbaji, acha niwaambie kitu moja. Waimbaji, sikia waimbaji. Waimbaji na waombezi
Wacheni kufanya kazi kwa hii madhabahu na mood zenu. Hiyo na waonya mapema. Waombezi na waimbaji. Waimbaji ndio gari. Dere. Jamani. Gari ikilose control ni dere ametupotea. Si pa niambia ibada ilikuwa mbaya. Riziki tutakosana. Wazo siwe. Niambia ibada ilikuwa mbaya. Ni wewe unasema wapi jangu anapigalega na hivi. Wapi jangu anapigalega na hivi. Na kupuliza hewa ya uhai, hewa ya uimbaji mzuri, hewa ninakupuliza hewa ambayo si ya kawaida. Wazo siwe. Amen. Be courageous in the Lord. Say the Lord. Hallelujah. Amen. Mungu akasema kwamba nitakufanya uwe jasiri, nitakufanya uwe taifa kubwa na usionea haya injili yangu. Jina Bwana barikiwe. Amen. Wewe umeokoka hata okay. Nisichokosane. Mwalimu ndiye amerusha mambo hizi. Lakini nisichokosane. Mahali penye unafanya kazi, ni wangapi umehubiria? Wangapi umesema tu acha tupite tu kwa kitabu, kwa Biblia. Asina hata imekuhubiri. Mimi si pasa. Na sasa sitamani kuwa pasa. Au usikie. Unasema mimi si mhubiri. Na mimi ni kuhubirie. Kwa mimi ni pasa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana, tumeteseka ni kwa sababu ya Kristo. Jina Bwana barikiwe. Amen. Tumeteseka kwa sababu ya Kristo. Tumeteseka kwa sababu ya Kristo. Na haki haijaisha bado. Vita bado. The battle of a believer, to a Christian, to a true believer. Kwa mteule. Yaani wacha nitumie neno mteule. Wacha nikwambie yule mwenye ameshakubali kubeba msalaba, vita haviishi. Wazazi wewe, unataka pasa kuombea vita ishe? Wakati anasema pasa niombe vita ishe. Kama unataka be genuinely, I will pray for you. Na vita zitaisha totally, vitaisha. Kama unataka tu vita kuombea, vita ishe leo. Mimi nakwambia kama kuhani wako leo. Wakati anasema kwamba pasa niombe vita ishe. Okay, hakuna. Basi asifiwe. Amen. Na wakati anasema kwamba pasa niombe majaribu ikuje kwangu, mimi ni wa kwanza. Na wakati anasema kwamba niombe pasa majaribu ikuje kwangu. Oh, thank you. Na niambie pasa nini? Usidie. Usidie. Thank you, usidie. So umesikia vile anasema? Ndio. Tulia. Wait and see. Na wewe anakupiga vita si wambali. Haleluya. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Sikiliza hii. Unajua nini? Tuli kitambo Mungu akubariki, lazima kuwekea bendera mbele yako. Ndiposa Mungu akuinue tu another level, lazima aweke mlima mbele yako. Ukivuka ile mlima tu uvuke pa. Atakupatia victory. No victory comes to a believer just easily like that. When victory comes to a believer, through trials. Through maskini ndio ametoa ushuhuda. Nyinyi hamjasikia maneno. Mimi nimeshuka, nimeshangaa. Lakini kwa sababu Mungu wa madhabahu amefunika hao watoto, there's nothing that inaweza kupiga hao. Bwana asifiwe. Amen. Alisema kwamba na hii siku moja nitagonga mtoto na aenda kiendanga. Ako na watoto? Ako nao. Nyamaza kimya nisikuone. Sasa naanza kuwaza nini? Wacha kuwaza. Hiyo ndio sasa tutaenda kufanyika. Kama ako na watoto, waachia Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Tinyo na wase mtoto wenyewe hivyo ni kidedede. Tinyo amewasia tu. Na vile amefanyia mtoto wenyewe akagongwa na gari. Angoje. Hakuna sahani ndio unaoshanga kwa nyumba yako, uende ukulie kwa jirani. Hata kuna mtu akiosha sahani kupea jirani ni ngumu kwa sababu anasemanga aenda nunua yako. Bwana asifiwe. Apandacho mtu ndicho atakayovuna. Tinyo amepanda kwa watoto wenyewe ambao innocent. Sasa mtoto. Kuna siku nigonga mtoto mwingine pale nikiwa nimebeba kiti. Nilikosa amani sana mimi. Nikamwambia upone tu. Alibuliti sana. Baraka wewe Mungu upone tu. Nijuzi nikapokea pale na pasa mambo tena kana sasa wote wanasahau. Lakini wewe umenibeba kwa kichwa, kwa akili, kwa roho. Tunishukisha. Habari ile nako jishukisha. Ikibaji watoto wanasahau. Watoto wanasahau. Nilikuwa mtoto pale. Nilikuwa nimebeba kiti. Nakumbuka hiyo siku. Nilikuwa nimebeba kiti. Mtoto kijana. Mliniambia nichunga hapo. Mtoto
Bwana asifiwe. Amen. Na tena juzi pastor mambo. Kwanza mimi nikasema kwa wengine yule niligonga. Haki tena nikasema haki Mungu niumbe kama mtoto. Bwana asifiwe. Mungu niumbe haki mtoto ni mtu mzuri. Bwana asifiwe. Pigia Bwana Yesu nzuri makofi. Beba mzigo. Carry the burden of the living God. Don't let that burden to depart you on your shoulder or on your neck. Kwa shingo inaitwa? In English. Amepita, pigia makofi mazuri. Rizi. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Siku nyingine mvua ikawa inanyesha kichema. Mvua inanyesha, nikaenda nikaambia mama, nisaidie tu niweke hii speaker, hii mix hapa na hii pambo hii isinyeshewe. Mama akaniambia kwamba mimi usiniwekee hizo vitu vinanipigia kelele. Madharau. Sasa hii mama alikuwa na duka kubwa sana Ibaji. Duka kubwa. Wateja wanaingia, yani huyu wanapita ranga hivi. Lakini zaidi anauza mandizi na njugu pale. Mungu alimdimoti. Maana yake alikataa kusikia sauti. Kama umeshaisikia apostle anasema kwamba kuna siku moja akiwa anatoka Jomvu. Alikuwa anasema kwamba alikutana na mama, akaenda kwa duka kingine, mama akamwambia, "Mama, niwekee hii baskeli." Huyu mama akasema kwamba, "Ndio nangu akipata hii baskeli hapa, ataleta furugu." Mtumishi wa Mungu. Tunapitanga majaribu nyinyi mjaiona. Sasa unaona tu kanisa inasonga, wale wanakuja wanaingia, wanabarikiwa, wanaenda. Lakini ujiulize, akije, naomba. Ilikuwa mbele jirani yako mwambie, jiulize saa zingine hii mambo si wewe. Jiulize tujire, unaweza pa ikanisa vile tunaenda. I have seen the progress. Amen. But this progress inatoka wapi? Bwana asifiwe. Najua utaamini kwamba ni kwa Mungu. Lakini si kila kanisa linatoa nguvu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa jiulize. Jiulize tu. Watu wewe. Mpasa anakuja hapa anapiga injili. Mtaenda ng'ambo, mtaenda mbali, lakini amelala njaa. Lakini hujui. Uko uende tawe. Lakini tunafinika. Lakini tunateseka kwa sababu ya injili ya Kristo Yesu. Niliambia mtoto wangu, mimi sasa kuniambia mambo ya kulia. Wewe si sasa wewe sio kulia. Wewe si mshirika kulia. Uko katika ofisi kuu. Wewe ndio unasaidia pasa kuhubiri. Mimi sasa usikie kulia. Lakini mpigie makofi siku hizo anapigia mzima kulia. Siku hizi atapasa nyumbani nini. Siku hizi amekoma. Pigie makofi mazuri. Utakuwa nini? Mtoto akikaa na mkia kwa vitu akilia, ukiona mtoto analia, mpige kofi. Mwambie ndio unakoma. Si mtoto pole baba, pole, ataanguka atalia 3 hours. Next ataanguka atalia 3. Umwambie wewe uone hiki kitu ni mbaya, wewe takugonga na nguvu na. Mwenye ametoa hapa hiki kitu leo ameniona. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Hapa kijana yako beba hiyo mzigo. Na wakati anasema kwamba nitaanza kuanzia next Sunday nitaanza kuleta mtu mmoja. Hiyo ndio injili tunaanzia hapo. Pigia Bwana Yesu. Nimepata wawili leo, watatu. Wanne. Na nasikia pole. Narudia swali. Ni wangapi anasema kwamba nitaanza sasa kuleta mtu mmoja kanisani? Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Nashukuru kwa sababu ya huyu Adalia. Adalia ameniletea Cynthia. Nani mwingine? James. Nani mwingine? Winnie. Mary sasa ule mkubwa. Acha mdogo wa Wadono Home anakuja 2023. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Juzi aliniambia baba, nilienda mahali lakini baba ni baba. Pigia Bwana Yesu. Lakini kuna kitu ambacho kimefanyika kwa kisi kizuri. Kikanitoa machozi na wewe mwenyewe atatoa ushuhuda, mimi sitaki kelele. Atatoa ushuhuda na muombe tu. She is my daughter. Amen. So listen to this. Naanza chama tuanze kuleta watu kanisani. Step tumepiga.
Step tumepiga. Sasa tuanze kuweka. Unajua wakati tulikuwa kanisa ilikuwa imejaa pale. Kwa kwangu huduma 2020 ninaanza huduma kwa nyumba. Ilipokuwa imejaa wanaume walikuwa wanasimamia hapa kwa kiti hapa. Alafu mwanadada anakaa hapo mbele. Anasonga kidogo. Hiyo kiti yangu ni kubwa sana, wala wanaionanga hapo juu. Sasa tunasimama hivi. Watoto wanakaa chini. Na kanisa ikajaa mpaka nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa ikajaa mpaka nje. Bajana kaanza kwa landlady, not landlady, anataka watu wa ofisi hao wanaitwa agent. Kile agent anasema huyo mjamaa amekusanya watu kwa nyumba na ni kila Sunday. Utafinyiwa tu. Utastakiwa tu. Kwani mimi nimestakiwa ngapi? Chama 2022. Brenda ulikuwa umekuja. Mama mlezi ulikuwa. Wakati kuna baraka kwa polisi. Kwa chief. Ulikuwa. Nikapeleka kwa chief. Kwa sababu mwenye anataka uongozi hapa. Nataka uongozi. Abia Mungu akupe uongozi mimi. Si mimi napeana uongozi. That's why I normally release the Holy Spirit to select himself. Wazazi wewe. Amen. Haleluya. Amen. Wakanipeleka kwa chief. Chama wakasema sijui nimesema mtoto wake ni mrembo sana kuliko bibi yangu, shetani mkombe. Vitu mingi, sikia vitu mimi nawaambia maneno. Wewe na kupata pesa mwenye anakuanga open kwa watoto wake si rahisi. Mimi nakwambia kweli. Lakini kuna vingine sitakwambia. Masikia? Hasa una mtoto hata juu kuifua chupi. Unaniambia mimi. Sikina hata na mama mwenyewe. Hebu kitu mungu kuru kuisinga nomboranga kuna sikina hata bwana. Kwa nini mnaona mimi ninakaa bwana? Bwana sasa sifu. Amen. Mama jini unasikia vile hiyo ni mbaya. Hadi mimi na nimemwambia hadi mtoto wake ni mrembo kuliko bibi yangu. Mimi Nongo uko nawe. Bwana sifue. Amen. Nikaomba Mungu usiniendelee takataka hapa. Ni mwili hata ni mwili takataka hapa mbele ya chief. Mungu usiniendelee takataka mbele yangu. Nikaambia chief hivi ya kwamba I normally fear the law. I obey the law but I will never fear the law. Waandikie barua nipeleke police station. Waandikie barua. I have everything. Niko na barua kanisa, niko na kila kitu. Go. Jiva kawaambia ukiona mwanaume amekasika na anasema enda, huyu mjamaa hawataachia la mabaya. Huyo mama kaambia tu huyo mama vizuri. Narudia swali. Sasa una hapa. Hata kama una Biblia unarudia. Ni ukweli pasa alisema. Huyo mtoto aliuliza swali. Mtoto akaanza kutoa machozi. Mama ndiye alifanya nini? Alinidrede kumforce aseme. Kwa sababu tunataka tutaishi hapa, tutaishi. Kwa nani anafurahi? Wewe unafikiri huyu anafurahi yangu kwa pesa? Aliniambia pesa kanisa bisa kushi. Nikamforce ashike. Apendi pesa ya kanisa kuweka. Na akaingia nayo. Kazi ya Mungu utateseka, utakula taabu. Ni kwa sababu ya tu mwili wa Yesu usonge mbele. Bwana asifiwe. Amen. Wakati jirani yako kazi ya Mungu lazima uchoke. Kazi ya Mungu. You sacrifice by yourself. Haikuishia hapo. Mwanaume ako na ndevu, anakuja hapa kuniambia ujinga. Ngalia jiji nikamwambia Mungu. Why these things happen? But if it is because of your glory, wacha itendeke. Ikiwa kwa mapenzi yako wacha itendeke. Bwana asifiwe. Amen. Walipatanga huko vichapo wenyewe, vichapo huko kama siko. Vichapo. As we are here now, we are proceeding well. Amen. Amen. Kama kalisema kwa chief, Brenda kalisema hivi, tumwambie. Hata hiyo kanisa hamtawahi endelea. Sasa unaweza lali wewe. Okay. Nilijia mtoto mmoja hapa. Arakicha. Mama Brenda, maana kuja na mtoto mmoja hapa. Nikuonyeshe. Na kufundisha kitu. Ungekuja umemleta tu. Nionyeshe kitu. Na apart from mafuta anointing, apart from pastor, toka tu. Kuja my daughter.
Kimbia. Simama. Huyu ndio anaweza lani huyu. Huyu. Anaweza lani huyu. Wazazi wewe. Amen. Kuna vitu zingine ukiona upasa ni mbaya. Toka kwa amani. Kwa amani. Na usitoka kabla hujamwambia sababu. Mwambie baba, mimi nimeona hapa ni mbaya. Okay, kama unaona ni mbaya, kuna viongozi hapa ambao tumeweka wale ambao just when hiyo siku ndio niliona kumbe kukuwa na miaka mingi siku koma. Aba ina majeni uongo. Sinugwe. By the way, is sure for that. Huyo mtu alikuwa na sasa anaona around 54 52. Lakini vile vitu alikuwa anaongea, hata mtoto hawezi ongea. Bwana sifu. Amen. Jina la Bwana barikiwe. Amen. So pitia. Hao watu wamenipa sababu ya kwenda mlimani kufunga. Wamenipa sababu na siombei mabaya. God increase my faith. God expand my faith. Bwana sifu. Isididimie. Haleluya. Kama wewe unataka kuwa kama Paulo, uende Korintho, uende Efeso, lazima uamue tu liwalo liwe. Mvua inyeshe. Unajua sasa hujaamua kwa sababu mvua inyeshe, ikinyesha unapiga absent. Bwana sifiwe. Mvua inyeshe, kuwa kuzuri kuwa kubaya, kuja kanisani. Simama kwa mguu yako. Hiki limesemeka kama nani? Nafanya. Haleluya. Amen. Hii kwa siri ya nyumba lakini ni sawa tu. So Mungu amana wabariki na watende mema. May the Lord expand you and increase you. Mungu akutende mema. Mungu akuonekanie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka